lakini nisiposema maelekezo yenyewe yanatakiwa kutekelezwa kwenye maeneo gani, mtasema kumbe waziri wa kilimo mwenyewe bubu na hajui anachotakiwa kwenda kufanya. Sasa mniruhusu niseme kwa dakika moja. Kwanza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, hatuna budi kumshukuru kwa dhati, kwa sababu kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri Mkuu na akatolea maelekezo, yeye alishaona ujio wa matatizo na muendelezo wa muda mrefu wa matatizo ya namna hii. Ametupatia Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na wenzetu Wizara ya Uchukuzi shilingi bilioni 125 hivi kwa ajili ya kujenga mabwawa 6 ambayo tutayajenga Wizara ya Kilimo, lakini wenzetu wa Wizara ya Uchukuzi watajenga 2 na jumla yake yatakuwa mabwawa 8. Mabwawa ambayo tunakwenda kuyajenga sisi ni yale mabwawa ambayo yalishajengwa kwa sehemu miaka ya 1950, yakianza na bwawa la Kidete ambalo wote mnalijua na mnajua tija yake kwenye kilimo. Lakini kutoka kwenye bwawa hilo liko bwawa lingine la Kimagai, wote mnalijua. Lipo bwawa la Buhirigiri, lipo bwawa la Ikoa, lipo bwawa la Hombolo upande wa Dodoma na bwawa la Dabalo. Kwa hiyo kwangu Wizara ya Kilimo tunakwenda kuyajenga hayo mabwawa 6. Na kama Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyoelekeza kwamba tuhakikishe tunasukuma taratibu za kitaalamu kwenda haraka ili ujenzi uanze. Mimi niwahakikishie tayari tuna wataalamu wako site, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio maana mpaka sasa hivi na mimi bado nimevaa hiki kikoti cha kitaalamu ili kuwathibitishia kwamba wataalamu wa Wizara ya Kilimo na wataalamu wa Wizara ya Uchukuzi, simsemei Mheshimiwa Waziri kwa sababu naye atasema, wako tayari wanafanya usanifu na wamepewa muda mfupi wa miezi 6 tu. Wameanza mwezi wa 10, tunataka mwezi wa 4 wa 5 wao wamekamilisha ili tutangaze zabuni za kujenga mabwawa hayo. Kwa hiyo kazi inafanyika, na kwa upande wa Mheshimiwa Rais kazi alishamaliza. Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuswaga wote, tuko naye hapa, tumepiga mguu sawa. Anatuelekeza eneo moja baada ya lingine kile ambacho ni matamanio yake kuona kinatokea kama Mheshimiwa Rais alivyotoa fedha. Na sisi tupo. Ilikuwa rais Mheshimiwa Waziri Mkuu aseme, waziri wewe na wewe nendeni leo mkatembelee huko, lakini yeye mwenyewe amekuja kuonyesha mapenzi makubwa kwa wana Kilosa, kwa wana Tindiga, lakini na kwa wana Morogoro kwa ujumla. Nami Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuhakikishia kila ambacho kinastahili kufanywa tutafanya, kwa sababu haya maji yanayoleta madhara yanaweza yakawa laana tukiyaacha yaendelee kuleta madhara, lakini kwetu sisi sekta ya kilimo na ndugu yangu wa maji, sisi kwetu haya maji ni baraka. Kama tutayawekea miundombinu tukayaelekeza kwenye mashamba yakaongeza kilimo, ni baraka kwenye maisha yetu. Kweli si kweli? Na mimi nipo hapa kutoa uhakika kwamba alichoelekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, mimi na timu yangu chini ya Wizara ya Kilimo tuko timamu kuhakikisha kinatokea, na Mwenyezi Mungu atupe uzima na kibali cha utulivu ili muda mfupi muanze kuona matokeo. Mwisho, na mimi niungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu kutoa pole kwenu, lakini kuwahakikishia yote aliyoagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu tutahakikisha tunayafanya moja baada ya lingine. Asanteni kwa nafasi, mbarikiwe sana.